Bana, wakati mnyama Simba kisafiri kuelekea zake Dodoma, afisa habari wa kikosi hicho Ahmed Ally alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari kabla hajaanza safari hiyo kuelekea Dodoma, na miongoni mwa maswali mazito aliyokutana nao ni pamoja na kuulizwa kuhusiana na kila ambacho kilizungumzwa sana. Je, ni kweli uongozi wa Simba umetuma barua kwenda kwa bodi ya ligi ukilalamika kuhusiana na ratiba ambayo imetoka ya dabi ya Kariakoo? Ni kweli amethibitisha kwamba hilo jambo uongozi wa Simba umelifanya, na wamezungumza kabisa dhahiri kwamba wana lengo la kutaka kufahamu ni kwa sababu gani, ama sheria inazungumzaje, kanuni zinazungumza vipi, nani mwenye mamlaka ya kutoa taarifa ya mchezo husika kabla ya bodi husika haijatoa. Kile ambacho kilitokea pale New Amani Complex, nadhani pengine uongozi wa Yanga ulikuwa tayari umeshapanga ama umeshaomba kwamba mechi yao wanataka ichezwe Zanzibar, na moja ya vitu ambavyo vikatokea, pengine Ali Kamwe Shabani friji alikuganda ama alikugandisha vizuri, akaamua kutoa siri pale pale, akazungumza kwamba kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo wao wanapeleka pale Guantanamo pale Zanzibar, hali ambayo iliwashtua viongozi wa Simba kwamba inakuwaje afisa habari wa klabu ya Yanga anafahamu taarifa hizo pasipo wao kufahamu na pasipo wao kupewa taarifa kutoka mamlaka husika ambao ni bodi ya ligi, ambao wao wana msemaji wao tunamfahamu Karim Boimanda na wengine ambao wapo katika idara hiyo ya habari ama idara hiyo ya bodi ya ligi. Ahmed Ally akijibia swali hilo amesema ni kweli wamepeleka barua pale bodi ya ligi kutaka ufafanuzi wa kina ulioshiba hasa kuhusiana na taarifa hiyo, lakini dabi iko pale pale tarehe 1 mwezi wa 3 2026 pale New Amani Complex, na tayari tumeshaanza kuona matangazo mbwembwe, lakini hapa na pale hasa zikizungumzwa. Hata ukijaribu kupita kwenye official account ya bodi ya ligi pamoja na TFF kwa sasa utaona ile collab ambayo wameposti namna ambavyo mazingira ya uwanja wa New Amani Complex yalivyo kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Binafsi kwa taarifa ambayo imetoka kwa upande wa Simba kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, wapo sahihi kwa 100%, kwa sababu tunafahamu taasisi ama serikali ama vyanzo fulani vina mtu husika wa kuzungumza. Hadi sasa hivi ukijaribu kuingia kwenye ngazi tu hata ya familia, unaweza kukuta kwamba kuna msemaji wa ukoo, msemaji wa familia ambaye ana mamlaka ya kuzungumza na kueleweka kwa umma. Tunafahamu hata serikalini kuna msemaji wa serikali, kuna mambo mengi, na kwenye hili Simba si walaumu wala si wakosoi, ni kwamba wapo sahihi kuhoji kwa nini taarifa hizi Ali Kamwe alizipata mapema. Lakini yote kwa yote, kama ufafanuzi utatoka bodi ya ligi ama usitoke kabisa, cha msingi ni kukutana pale New Amani Complex, mnyama Simba akiwa ugenini dhidi ya Young Africans. Mambo yatakuwaje? Acha ni swala la muda tu, tuachie muda utakuja kutuambia baada ya dakika 90 kutamatika za ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Yapo mengi sana kimichezo, lakini endelea kuwa mwanafamilia wa Kemgongo TV, endelea kutufuatilia kwa uzuri. Naamini kabisa utajutia, kwa sababu utapata taarifa zote za kimichezo, lakini taarifa za kisiasa, kijamii na hata masuala mazima ya kiuchumi hapa hapa Kemgongo TV. Uwe na wakati mwema, lakini weekend njema. Usisahau kutazama kabumbu, michuano mingi inaendelea, hasa ligi yetu ya ndani, ligi kuu ya kandanda Tanzania bara weekend hii. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo, kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube chaneli yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.